nitoe pole kwa Chama cha Mapinduzi, hasa wanatabora, kwa kuondokewa na aliyekuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa Mzee Nasor Hamdani na mpendwa wetu dada Munde Tambwe, mbunge mstaafu viti maalum mkoa wa Tabora. Wapumzike kwa amani. Naibu Spika, sisi watu wenye ulemavu kwenye dira ya taifa ambayo iko mezani inajadiliwa, tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutujumuisha katika dira hii. Dira inaelekeza kuwa na taifa jumuishi lenye ustawi, haki na linalojitegemea. Nitajikita katika mambo mawili: uchumi imara, jumuishi na shindani, lakini pia maisha bora na ustawi kwa wote. Ndugu Naibu Spika, tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutujali sana sisi watu wenye ulemavu. Si tu kutujali, yani anaonyesha utu, na sisi wote ni mashahidi. Nikianza kwenye masuala ya afya. Kwenye suala la afya, watoto chini ya miaka 5, ukienda kwenye field ya kawaida, watoto wanatibiwa bure chini ya miaka 5. Lakini ninaiomba wizara, kuna watoto wa usonji na watoto wenye vichwa vikubwa. Hawa watoto wasiishie tu miaka 5, waendelee kupata huduma mpaka pale watakapokaa sawa. Nina imani hili liko ndani ya uwezo wa Wizara ya Afya. Lakini pia sambamba na hilo, kuna ulemavu wa afya ya akili. Hawa watu wanahitaji dawa maisha yao yote. Naomba zitolewe bure ili kujenga jamii jumuishi kama dira inavyotuelekeza. Lakini si hivyo tu, tunaishukuru ofisi ya Waziri Mkuu kwa sisi watu wenye ulemavu kuendelea kuwa chini ya Waziri Mkuu. Kuendelea kuwa chini ya Waziri Mkuu inamaanisha mambo yetu ya wenye ulemavu ni mambo mtambuka, yanakati across kwenye kila wizara. Kwa hiyo Waziri Mkuu ana uwezo wa kutoa maelekezo katika wizara tofauti tofauti ili kuleta maendeleo jumuishi kwa watu wenye ulemavu. Lakini pia katika hii awamu ya 6 tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kitendo cha kuboresha shule za ufundi, vyuo vya ufundi kwa watu wenye ulemavu. Na hii ni namna ya kupambana na ajira kwa vijana wenye ulemavu. Naomba nivitaje hivi vyuo, viko 10, vingine vimekarabatiwa na kutengenezwa, vingine vimejengwa upya chini ya mfuko wa watu wenye ulemavu ambao uko chini ya wizara ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na wenye ulemavu. Vyuo hivyo naomba nivitaje ili wananchi wavielewe, waweze kuwapeleka vijana wao kwenye hizi vyuo kwa ajili ya maendeleo ya vijana, kuzalisha ajira, na vijana pia watajiajiri. Vyuo hivyo, kuna chuo cha Rwanzali mkoani Tabora, lakini kiko Milongo Mwanza. Kuna chuo cha Masiwani kiko Tanga. Kuna chuo Mtapika kiko Masasi Mtwara. Kiko chuo cha ufundi hivi vya watu wenye ulemavu Sabasaba kiko Singida. Lakini kiko Yombo kiko Dar es Salaam. Lakini pia kuna Ruvuma, kuna Mbozi Songwe, kuna Kasulu Kigoma na Kisesa Mwanza. Hivi vyuo ni vya watu wenye ulemavu. Lakini naomba Wizara ya Elimu, naomba hili swala lichukuliwe kama emergency. Kuna chuo mfano kile cha Rwanzali havina mkalimani wa lugha ya alama, ambapo watu wenye uziwi, wanafunzi wenye uziwi wanakosa mawasiliano kati ya mwalimu na mwanafunzi. Kwa hiyo naomba tuangalie namna ya kupeleka wakalimani. Hiyo Rwanzali nimetolea tu mfano kwa sababu nimekitembelea, lakini sijajua hivi vyuo vingine pia mnaweza mkachukua muda kwa kuweza kuvitembelea. Lakini sambamba na hilo,
kwenye Wizara ya Uchukuzi, sisi watu wenye ulemavu naomba tuondoe mentality kwamba tunapenda kusaidiwa. Hapana. Sisi tuondolee vikwazo ili tuweze kupambana katika maendeleo. Kwa sababu kuwa mwenye ulemavu hakuniondolei kwamba nitakuwa na nchi yangu peke yangu. Hapana. Huduma tunazozipata watu wengine na sisi tunaenda huko huko. Kama kwenye mabasi tunapanda na sisi tunapanda huko huko. Hakuna jamii nyingine. Mfano, kuna usumbufu unaojitokeza kwa sisi watu wenye ulemavu kwenye Wizara ya Uchukuzi, hasa SGR, mwendokasi, vituo vya mwendokasi, uwanja wa ndege na stendi za mabasi, mfano pale kwa Magufuli. Nimetokea kusema kwamba sisi ni wapambanaji, tunachangia pato la taifa, lakini kuna usumbufu ambao hauna hata, yani usumbufu sio wa lazima. Tumewekewa viti mwendo vile, tumewekewa mazingira mazuri sawa, mfano pale kwenye SGR, lakini vile viti mwendo, mimi mwenyewe shahidi, unakaa pale nusu saa nzima, sengine saa nzima unaletewa kiti mwendo, na kiti mwendo vingi vile vimeharibika. Inamaanisha havifanyiwi service. Tunapotezewa muda katika hivi vituo. Huu ni usumbufu sio wa lazima. Naomba tusaidiwe kwa sababu tunapoteza muda mwingi na tunashindwa kuchangia maendeleo kama watu wengine. Tunapenda tufike kwa wakati, tuende katika maeneo yetu kwa wakati. Lakini pia sisi watu wenye ulemavu tunahudumiwa na ustawi wa jamii kwa ngazi ya halmashauri. Na hii kitengo cha ustawi wa jamii kinahudumia si watu wenye ulemavu tu. Wanahudumia watu wazee, watoto wa mitaani, kutatua ndoa, yani mambo mengi hii wizara imeibeba. Na inapitia changamoto nyingi. Na sisi wenye ulemavu changamoto zetu ni hawa wanazifahamu. Hawa ndio wanaofahamu idadi ya wenye ulemavu kuanzia ngazi ya kata mpaka kwenye wilaya huko mpaka mkoa, wanafahamu. Ninaiomba, naishauri wizara kama itapendeza kuongeza idadi ya maafisa ustawi wa jamii wawepo angalau kila kata, kwa sababu sasa hivi kazi ya ustawi wa jamii kwenye kata wanafanya pia maafisa maendeleo ya jamii. Lakini pia ianzishwe idara ya ustawi wa jamii kwenye kila halmashauri. Kwa sasa muundo wa halmashauri hii ustawi wa jamii ni kitengo kiko chini ya mganga mkuu Wizara ya Afya kwenye ngazi ya halmashauri. Lakini na ndio maana tunakutana na changamoto, utakuta vifaa saidizi hatuna, mafuta ya wenye albino hayatoshi kwa sababu hawana bajeti muhimu, hawana bajeti maalum ambayo inaowawezesha kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Tunaomba iwe idara katika ngazi ya halmashauri na ngazi ya mkoa. Itasaidia sana kutatua changamoto za kwetu wenye ulemavu. Na hii kama ikishindikana, basi wazo la pili ni kwamba bajeti ya ustawi wa jamii kwa upande wa watu wenye ulemavu basi ipelekwe kwenye wizara inayohusu watu wenye ulemavu ya Waziri Mkuu, sera, bunge na wenye ulemavu, ili mambo yetu yaweze kutatulika kule. Kwa kumalizia, nahitimisha kwa kusema kwamba ukimpa mtu chakula kila siku, leo umempa chakula, kesho unampa chakula, huyu mtu unamtengeneza awe tegemezi maisha yake yote. Na tukumbuke sisi watu wenye ulemavu kwenye sensa ya hivi karibuni tuko zaidi ya milioni 5, ni sawa sawa na 11.2 ya Watanzania wote. Kwa hiyo tuangalie, tusipoweka mikakati madhubuti ya kuondoa vikwazo kwa hili kundi la watu wenye ulemavu, tunatengeneza taifa kubwa ambalo ni tegemezi